Hujambo mtazamaji wa televisheni yako Muteba TV, karibu kuweza kusikiliza taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhe, msomaji wako, mitambo ikiwa inamilikiwa naye Muteba. Mahali popote ambapo ulipo, tukaribisha kuweza kujiunga nasi. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli yetu, usikose kabisa kujiabone kwenye chaneli yetu ili kila wakati tunapotoa habari zetu uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mahali pote ambapo ulipo katika nchi nzima, tuwatakie usikilivu wema pia utazamaji wa vipindi vyetu vya idhaa ya Kiswahili ya television Muteba TV. Moja kwa moja tukaribishe katika habari zetu za siku ya leo. Katika habari zetu za siku ya leo kabisa, tunakuzungumzia kuhusu habari mbichi kuhusu mapambano ambayo yameripuka huko Bukavu kwenye teritoria ya Walungu huko maeneo ya Nzibira. Tutakujuza kuwa kabisa leo siku ya Mungu, majira ya asubuhi saa 2, mabomu kabisa za sikika huko, na wakaaji wa huko Nzibira wako katika hali ya wasiwasi, wako katika nyumba zao hawatikisiki kutokana na hali hiyo ambayo imetokea. Pia kabisa tutakuzungumzia kuhusu hali ya pale Goma ambapo zaidi ya familia 20 wako bila nyumba zao au bila makazi yao kutokana na kuvamiwa na AFC, ambapo wazipitisha kuwa wamekutwa hawana vitambulisho vya nyumba vya kadastri na moja kwa moja kuweza kuondolewa ndani ya nyumba zao. Hii utakwenda kugundua mengi zaidi kabisa. Na pia hapa Uvira mtoto mmoja aponea chupuchupu kufariki baada tu ya kudumukia kwenye choo huko maeneo ya Kasenga. Na moja kwa moja vijana wengi waanza kujutia kabisa na kuomba serikali ama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aweze kuwapa vifaa ili kabisa waanzishe vita pale maeneo ya Bukavu. Na tutakujuza kuhusu mwili kabisa wa hayati Generale Mwaku Mbuluku Daniel ambao kabisa uliondoka pale kwenye hospitali ya Kira na kuelekea huko kwenye uwanja wa ndege wa Bujumbura kusafirishwa huko maeneo ya Kinshasa. Utakwenda kujua mengi kabisa katika siku ya leo. Karibu mahali popote ambapo ulipo kupitia televisheni yako, ikiwa tayari uko kando kabisa kama polisi na mtumiwa. Kila leo unasikiliza taarifa zetu za habari kutoka televisheni yako Muteba TV. Moja kwa moja tuanze habari zetu za siku ya leo. Habari ambazo tutaanza kabisa kuhusu milio ya risasi ambayo yasikika kabisa huko maeneo ya Bukavu katika tarafa la Walungu huko maeneo ya Kaziba. Habari tunazo mtazamaji zaeleza kuwa ni siku ya Mungu majira ya asubuhi saa 2, walishtushwa kabisa milio za bomu zikianza kutandikwa maeneo hayo, na baada ya hapo wazalendo tayari wameanzisha kabisa majibiano kati ya jeshi la Kongo pamoja na waasi wa M23. Tukujuze kuwa waasi wa M23 wanafyatua bomu hizo wakitaka kupitia huko Nzibire, Burambe, Kanyola na huko Kwangu, ambapo kabisa milio ya risasi imeendelea kuripotiwa huko. Lakini tukujuze kuwa kutokana na habari za wazalendo ambao wazungumuza kabisa kiukweli, wasema kwamba wa raia wasiogope, na tayari adui wanaanza kumfuatilia kwa sababu alihitaji kupitia Mulamba, Bulonge na Marenge akipitia huko maeneo ya Mulumba, lakini kwa sasa wazalendo pamoja na jeshi la FARDC wanaendelea kufuatilia kabisa na kuangalia namna gani wanaweza wakawarudisha. Tukujuza kuwa M23 ni baada tu ya masiku kadhaa ambapo walikuwa kwenye ukimya, lakini kwa sasa tayari waanzisha vita zidi ya Wakongomani, huku wakitaka kabisa malengo yao kuchukua nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukujuze kuwa wiki iliyopita, yani kuanzia siku ya 5, waliweza kupata kichapo kabisa huko maeneo ya Nord Kivu, ambapo zaidi ya wanajeshi 200 kutoka waasi wa M23 walikwenda kupoteza maisha baada ya kufuatiliwa na kushambuliwa na ndege na pia drone pamoja na infanteri. Waliweza kupata kichapo kikubwa, lakini mpaka sasa kabisa habari zinasemekana huko maeneo ya Nzibira tunavyoongea kwa sasa, moto ukiwa unaendelea
kuwaka. Tulijaribu kabisa kufuatilia kiukina na kujaribu kupigia simu wazalendo wanaopatikana maeneo hayo. Walisema kabisa moto unaendelea kuwaka na raia wako kwenye manyumba zao, na hakuna hata kanisa hata moja pale maeneo ya Nzibira ambayo iliweza kufungua milango yao, kwa sababu mpaka sasa tunavyozungumza bomu ziko nyingi na wakaaji wakiwa katika hali ya hofu. Nini hasa ambayo inaweza katokea ikiwa licha kuwa Nzibira na nafasi zingine huko maeneo ya Mulamba, Bulonge na huko maeneo ya Burale, ikiwa wanaweza wakafanyikiwa wakapenya, je, unaona kama itakuwa katika hali gani? Lakini tunaimani matumaini kwamba kwa sababu wale wazalendo ambao wanapatikana huko maeneo ya Nzibira wanadhibitisha kuwa adui hataenda fasi na watajaribu kumrepuse. Lakini kutokana na habari zingine ambazo zilizungumuzwa kabisa kutoka vijana sehemu mbalimbali, waligusia kwamba serikali kwa nini fumbie macho swala kama na hili. Ukiangalia gisi M23 ilipigwa huko maeneo ya Nord Kivu, ile ilikuwa ni alama ya kuonesha kuwa wangera force na moja kwa moja wafike wanaprofite na kupiga Bukavu na nafasi zingine. Ukiangalia hapa maeneo ya Kamanyola wapo, maeneo ya Bukavu wako, maeneo ya Goma wapo, na ni lazima wafanye liwezekanalo moja kwa moja waanzishe mapambano ili kwamba waweze kufanyikisha kuwaondoa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia na kuwajuza mapambano hayo mpaka kwa sasa inaendelea namna gani kupitia televisheni yako. Na moja kwa moja tujielekeze pale Goma, ambapo kwa sasa raia wa Goma wanasema kwamba wanataka anzisha vita kabisa. Itakuwa ni vita ya mipanga na ni vita ya kutaka kujikomboa, kwa sababu tangu M23 iweze kukamata pale Goma, raia wa Goma wako katika hali mbaya, kwa sababu ukiangalia mpaka sasa hakuna ndege inayotua Goma ama inayopanda Goma, kwa sababu mpaka sasa waasi wa M23 wanaendelea kumiliki eneo hilo, na utajua kwamba hiyo iko aeroport international. Kwa hiyo haiwezi kabisa kuruhusiwa kushuka kwa ndege na kupaa kwa ndege. Na kwa sasa raia wadhibitisha kuwa kunakuwa na taksi ambayo imeanza kuleta tatizo kabisa kwa raia, ikiwa ni taksi ya titres immobilier na taksi ya kadastre. Hii taksi ya kadastre inakuwa kabisa inalipiwa kwa mtu kumruhusu kumpea udongo, na kwa sasa M23 wakati liingia, kuna zile familia ambazo kabisa hawana uwezo wa kukadastre parcelle zao. Wale wa M23 tayari wanaanza kabisa kuwachukua zile maparcelle na kuwaondoa kwa nguvu na kuwatupa nje na kutupa mizigo zao nje. Na pia kuna wale ambao walikuwa na dokima, lakini kutokana tu na volka ambayo iliyoripuka huko Goma, wamoja wao waliweza kupoteza vitambulisho vya parcelle, na hapo kabisa M23 haijali hiyo, na ni moja kwa moja inawaondoa na inabaki ya serikali, jambo ambalo tayari raia wanaanza kujilamate na wanaanza kuonesha kuwa wameonewa kabisa na wanatendewa unyama, kwa sababu wakigusia kuwa huenda wamefanya hivyo kwa sababu wao sio wakongomani ambao wamekuja kutawala Goma na Bukavu. Kwa nini waje kutesa raia ambao wamekuja kutawala? Hizo habari kabisa ni za uhakika na ni habari ambazo zinakuwa za ukweli. Kwa hiyo namna gani wa ndugu zetu wa Kongomani wataendelea kuteseka wakati tuko na rais, tuko na viongozi wa Kongo? Kwa hiyo ni lazima watekeleze hilo swala, waangalie namna gani wanaweza wakakomboa ndugu zetu pale Goma. Turudi hapa Uvira, moja kwa moja tuangazie na habari za mtoto mmoja mdogo kabisa wa miaka 4. Mtoto huyu mdogo alikwenda kuanguka chooni, ameanguka toilette ama msantrali ya WC wakati alikuwa akicheza. Unajua kwamba hili tunaligusia kila leo hapa Uvira, watu wanajenga mawese mdesordre, wanajenga mawese kiolela. Unakuta mtu anachimbua central anaweka iko manjanja. Unaona kama hii ni hatari sana, kwa sababu WC ambayo uko unatumia unaweka iko manjanja, ukose kuifunga vizuri. Mtoto huyu alikuwa akichezea kwenye eneo hilo, na baada ya kuitaka kupita moja kwa moja mtoto likanya kulinjanja na kadumbukia moja kwa moja chooni. Ni jambo ambalo linakuwa kabisa linasikitisha, wakati mtoto mdogo hangepata kabisa watu wa kumuokoa, dakika chache tu angekuwa ameshapoteza maisha, kwa sababu habari ambazo tulizipata zilithibitisha kuwa ndugu wa karibu ambao waliona hiyo tukio waliharakisha moja kwa moja na kubomoa ile central, na bahati nzuri walikuta mtoto hajadumbukia yeye wote ndani ya choo, na moja kwa moja wakaweza
kumuokoa. Kwa hiyo wanaomba kabisa, shirika za kiraia zaomba watu wenye kujenga machoo wajikaze kabisa, wawe wanajenga choo na wanafanya liwezekanalo, wanatengeneza vizuri ile masantrali yao, kwa sababu isije kuathiri maisha ya rahia. Na kwa mwisho tuangazie na habari za huzuni ambazo zilizotokea tariki 12 mwezi wa 9 mwaka 2025 hapa Uvira. Habari hizi tulizipata zikawa za kushtushwa kabisa, za kumpoteza Generale Mwakumbuluku Daniel ambaye alikuwa ni kiongozi wa 33e Region Militaire hapa mjini Uvira, ambaye alifariki katika kazi, alifariki ghafla na mshtuko wa moyo. Habari hizi nawaza kupitia televisheni yetu ulikwenda kuzipata vizuri. Generale huyu baada ya kupelekwa pale Burundi kwenye hospitali ya Kira, kwa sasa tangu hiyo siku ya posho mwili wake wa kwenda kusafirishwa na kupelekwa huko maeneo ya Kinshasa, ambapo hutuba zake za mwisho na kwenda kustiriwa utakwenda kufanyika huko maeneo ya Kinshasa. Sherehe hizo za kusafirisha mwili huo ziliweza kufanyika mbele ya gavana wa jimbo la Sud Kivu na viongozi wa kijeshi pamoja na baraza la usalama. Walikwenda kwenye hospitali Kira na familia ya Generale Mwakumbuluku wakienda kutoa mwili huo na kufanyia sherehe za mwisho moja kwa moja na kusafirisha kwenye aeroport international ya pale maeneo ya Burundi, ambapo tayari mwili umewasili huko maeneo ya Kinshasa. Mwenyezi Mungu alaze roho ya marehemu Mwakumbuluku mahali pema. Hapo kabisa ndipo tunafikia mwisho wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, msomaji wako upande wa mitambo. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Muteba TV, hizo ni taarifa zake Janvier ambazo ametuandalia pale Uvira. Watu raia wanaoishi Goma na Bukavu, hasa Goma kabisa, siku ya Salongo barabara yote ilikuwa wazi kabisa, lakini wametoa tangazo na kusema kwamba wao kwa sababu wapo chini ya M23 ni lazima watafata kile ambacho M23 watakisema. Kikubwa tu wao wanataka amani. Tupate taarifa kutoka Goma, tutakuja kurejea kwenye taarifa zetu zingine. Mimi naitwa ni Mteba ambaye tupo hapa tunahakikisha tukupe kila ambacho kinachoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tupate taarifa zingine kutoka Goma, tutakuja kurejea hapa kwenye mtangazaji wetu ambaye anatupa taarifa moto moto hapa. Tutazame na tusikilize Mteba TV kwenye habari zetu za kila siku. Tujielekeze huko jimboni mwa Kivu ya Kaskazini, tukiwa mashariki mwa nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo jana Jumamosi tariki 20 Septemba mwaka tunao, wakaaji wa mji wa Goma ambao kwa sasa wako chini ya udhibiti wa waasi wa M23 wamesema ya kwamba agizo zote tutazifanya, ila na sisi tunataka amani kwenye nchi yetu. Ikumbukwe ya kwamba Jumamosi, yani kila Jumamosi, Goma na Bukavu wanakuwa wanaendesha kazi za mtaa, yani Salongo. Watu walishuhudia ya kweli barabara zilikuwa zinakauka, watu wote walikuwa mtaani kwao wakisafisha mitaa mbalimbali. Wamesema tutaheshimu agizo zote, lakini tunaomba amani kwa upole na sio kwa risasi. Na tukibaki huko jimboni mwa Kivu Kaskazini Masisi, milipuko mikubwa yasikika Jumamosi usiku tariki 20 Septemba mwaka tunao. Jeshi la taifa la Kongo FARDC la shambulia kwa hanga ngome za M23 katika maeneo ya Ngarushamba, Kalembe na Peti Sheferia ya Bashali. Vifo vimeripotiwa upande wa asi na raia pia. Tukirudi jimboni ya Kivu Kaskazini ya Kivu Kusini, ambako Uvira ndiyo mji mkuu wa jimbo hilo kwa sasa, atamuka Jenerali William Amuri Kutumba, kiongozi wa visionaire wa wazalendo wote wa Uvira, amesema wazi: kwa kweli nimeshangaa sana na kuumizwa na uvumi unaosambazwa mitandaoni kuwa nimejitenga na kutangaza nchi mpya, eti nikajitenga na kujitangaza kuwa rais. Huo ni uongo kabisa.
naumizwa moyoni mwangu sana. Nataka kila mtu ajue kuwa sisi wazalendo hatujawahi kuwa na nia hiyo. Hizo ni propaganda za uongo kutoka Rwanda ambazo watu hawapashwi kuzisikiliza. Mapambano yetu ni kwa ajili ya kutetea nchi yetu dhidi ya adui. Tunamuunga mkono rais wetu Felix Tshisekedi ambaye anajitahidi kusimamisha vita hii. Na kwa mwisho akasema, lengo letu ni moja tu, kukomboa Kongo, Bukavu na Goma kwa moto wa mapambano. Kwa mengi zaidi, jiunge nasi kupitia channel yetu ya WhatsApp, lakini pia Facebook, Instagram na channel yetu YouTube. Subscribe, lakini pia like na kushare kwa wengine. Hii ni Mteba TV. Langu jina mimi ni Develensa Pwestor.com, wako mtangazaji wa zati. Naam, tumetoka kumaliza taarifa zetu za habari katika jioni ya leo ya siku ya Jumapili. Taarifa za Uvira umezipata, taarifa za Goma huko umezipata, na watangazaji wetu ambao wako makini sana kutupa taarifa za habari. Na mimi naitwa ni Mteba ambaye ni mwenyekiti ambaye tulikuwa tunakupa habari hizi kwa uhakika na usimamizi mwema. Chao.